Bwana, mchezo baina ya Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar umemalizika, Young Africans wakipata ushindi wa goli 2-0. Bila kupoteza muda, mimi nataka tuangalie vitu vitatu kiufundi ambavyo mimi nimeviona ambavyo Pedro Goncalves amejaribu kuviingiza taratibu of course kiufundi kwa wachezaji wake. Kwanza nimegundua kuna utofauti katika namna ambavyo Yanga walikuwa wanajaribu kufika katika lango la Mtibwa leo. Kuna kitu tunaita central progression, yani Yanga fikra yao kubwa ilikuwa ni kujaribu kushambulia kupitia katikati. Ni mpaka pale ambapo mazingira yalikuwa hayawaruhusu kupita ndani ndipo walipokuwa wanatazama options za kwenda kwa Zimbwe, mara nyingi ambaye ndo alikuwa anadumisha upande wa kushoto na Israel Patrick Mwenda upande wa kulia. Jobu pamoja na Mwamnyeto walikuwa wakianza kuutoa mpira kwenye phase ya kwanza kwenye build up. Walikuwa wanaitazama pasi ya ndani always kwenda kwa Dumbia, Duke Abuya pamoja na Maxi Nzengeli. Sasa moja kati ya faida kubwa ya kujaribu kushambulia katikati, kwanza nafasi kubwa za hatari katika mchezo wa mpira wa miguu zinatengenezwa katikati, na ndio maana kama mtu umezingatia vizuri ule mchezo leo, kuna nafasi nyingi sana ambazo Yanga wamezitengeneza kupitia mipira ya kupenyeza. Unakuta inabaki jukumu la mtu wa mwisho na goalkeeper. Kwa kiasi fulani ulikuwa unaona ni kama vile kulikuwa kuna mchanganyiko wa finishing ambayo ilikuwa sio nzuri. Goalkeeper kuna muda naye alifanya kazi yake, lakini kitu kingine ambacho ni chanya unapojaribu kushambulia kupitia katikati, kwa sababu wote mnakuwa mko ndani, mnakuwa mko katikati, maana yake hata mnapokuwa mnaupoteza mpira counter press na kurudisha kwa haraka inakuwa ni rahisi, kwa sababu miili mingi ya wachezaji iko ndani. Yaani pembeni kulia na kushoto wamebaki almost na muda mabeki tu, Zimbwe pamoja na Mwenda, lakini timu yote iliyobaki iko ndani. Lakini haya yote ili yaweze kuonekana katika utaratibu unaotakiwa ni lazima wachezaji wawe katika fitness level inayotakiwa. Hicho cha kwanza. Cha pili, kila hapa na pale nilikuwa naona idea ya Pedro Goncalves kutaka moja kati ya viungo wake watatu wa katikati, Abuya, Dumbia ama Maxi Nzengeli, kushuka pembeni kwenye position za fullback, Mwenda pamoja na Zimbwe, ili kusaidia timu kutoka kwenye build up. Lengo hapa kwanza ni kujaribu kuwaruhusu wale viungo wengine wawili wanaobaki, maana akishatoka mtu mmoja katikati wanabaki wawili, maana Yanga walikuwa na 4-3-3. Kwa hiyo akienda mtu pembeni upande wa Zimbwe ama upande wa Mwenda, maana yake ni kwamba kuna leseni ya wale viungo wengine wawili waliobaki kuwa juu zaidi. Duke Abuya kuna nyakati kadhaa zilikuwa zinamkuta akiwa kwenye box, kama mtu alifuatilia vizuri ule mchezo kwenye kipindi cha kwanza, alikuwa anapata leseni fulani ya kufanya runs. Ni kwa sababu kulikuwa kuna uhakika wa Maxi Nzengeli ambaye alikuwa anakwenda kuchukua spot ya Mohamed Hussein wakati timu inajaribu kutoka nyuma. Manake mnakwenda na idadi fulani ambayo ni nzuri, lakini kiidadi kule nyuma bado mnakuwa mna miili ya kutosha, kwa sababu rest defense ya watu wanne kwenye mstari wa ulinzi na hata mtu mwingine mmoja akawa anabaki katikati au hata wale watu wanne bado ni muundo mzuri. Yani ikitokea mmepoteza mpira, kuwa na watu wanne nyuma ni idadi nzuri ya wachezaji. Kwa hiyo hicho nacho pia kinataka utimamu wa mwili ambao uko mzuri, lakini pia kinakuonyesha kwamba Yanga ukijaribu kuitizama leo ni kama vile kuna muda wanacheza kwa ustahimilivu, yani hawalazimishi vitu. Pasi ya mbele inapigwa pale ambapo inaonekana, lakini kwa kiasi fulani mazingira kulazimisha kila pasi iwe ni ya mbele, kila pasi iwe ni ya mbele, ni vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana vimepungua. Lakini cha tatu na cha mwisho, timu bwana inaonekana imepewa leseni watu kutandika kweli kweli makombora kwenda golini. Na mimi nafikiri unajua hichi kitu hakitokee kwa bahati mbaya. Huenda ni kama vile Goncalves ameshafanya homework vizuri, amegundua kwamba kuna changamoto ya finishing pale ambapo nafasi zinaanguka ndani ya boksi. Na mwisho leo tu tumetoka kuona kuna watu nafasi zinawadondokea ndani ya boksi, lakini ufanisi ulikuwa haupo kabisa. Sasa kama ni hivyo, manake unapokuwa ni mwalimu wa timu kubwa kama Yanga ni lazima uwape solution nyingine wachezaji, na ndio kile ambacho tumekuja kukiona mwisho wa siku. Kwa hiyo mipira kupigwa nje ya boksi, magoli ya namna ile, yale ni majibu ya kujaribu kucompensate udhaifu ambao umekuwa ukionekana wa timu kushindwa kutumia nafasi ambazo zinapatikana ndani ya boksi. Kwa hiyo vitu vitatu hivyo, viwili vya mwanzo vinatakiwa viambatane na fitness inayotakiwa. Nafikiri kuna kitu ambacho Goncalves anajaribu kukipika, wachezaji wakiwa katika utimamu wa mwili unaotakiwa, tutaweza kuona zaidi kulingana na kile ambacho anataka kukitafsiri kutoka kwa wachezaji wake uwanjani.